Naam, taarifa mbaya zimetufikia kutoka ndani ya chumba cha mahakama Dar es Salaam katika kesi ya uhaini inayomhusu mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Shahidi wa upande wa mashtaka aliyetarajiwa kufika mahakamani leo amepatikana na dharura ya ghafla ya kiafya na amelazimika kukimbizwa katika hospitali ya Muhimbili. Mtazamaji, like video hii kisha subscribe kabla ni kueleze yote yaliyojiri. Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu inaendelea leo katika mahakama kuu jijini Dar es Salaam, lakini shughuli za mahakama zilikwama tena mara moja baada ya upande wa mashtaka kuueleza jopo la majaji watatu kuwa shahidi wa upande wa mashtaka aliyepangwa kutoa ushahidi leo alipata dharura ya kiafya na kuweza kulazimika kwenda hospitali ya Muhimbili. Hivyo upande wa mashtaka uliiomba mahakama kuahirisha kusikilizwa kwa kesi hiyo leo hadi siku ya Jumatatu, ukiahidi kurejea na mashahidi waliosalia. Ombi hilo liliwasilishwa licha ya maelekezo ya awali ya mahakama kwamba upande wa mashtaka unapaswa kuleta angalau mashahidi wawili katika kila siku ya kusikilizwa kwa kesi. Mbaya zaidi, hawajaleta shahidi yoyote leo. Lissu amekasirika na amepinga vikali ombi hilo, akiwaambia majaji kuwa yuko tayari kuendelea na kesi na kwamba upande wa mashtaka unapaswa kutii amri za awali za mahakama. Mwanzoni mwa shughuli za leo, karani wa mahakama alisoma namba ya kesi ya jinai nambari 19605 ya mwaka 2025, Jamhuri dhidi ya Tundu Lissu, kabla ya upande wa mashtaka kutambulisha jopo lake la wanasheria na kuthibitisha kuwa mshtakiwa alikuwepo mahakamani. Kisha upande wa mashtaka uliwaeleza majaji kuwa shahidi aliyeandaliwa leo kutoa ushahidi alipata dharura ya kiafya na kukimbizwa katika hospitali ya Muhimbili. Upande wa mashtaka uliomba kesi hiyo iahirishwe hadi Jumatatu, ukiahidi kuwa mashahidi waliosalia wangeletwa mahakamani wakati huo. Tundu Lissu alikasirika na kupinga vikali ombi hilo mara moja. Aliwaambia majaji kuwa yeye amejipanga na alikuwa tayari kuendelea na usikilizwaji wa kesi hiyo leo na kuwakumbusha kuhusu amri ya awali ya majaji na mahakama iliyoutaka upande wa mashtaka ama upande wa serikali kuleta angalau mashahidi wawili kila kesi hiyo ilipokuwa ikisikilizwa. Kwa majibu ya Tundu Lissu, maelekezo hayo yalikuwa yametolewa hapo awali na kurudiwa na mahakama hivi karibuni siku ya Jumatano na Alhamisi. Alisema kuwa upande wa mashtaka umeshindwa tena kutii maelekezo ya mahakama. Tundu Lissu aliwaambia majaji kuwa kuendelea kuruhusu kuahirishwa kwa kesi bila kuchukua hatua dhidi ya upande wa mashtaka kuna hatari ya kudhoofisha mamlaka ya mahakama. Aliwataka majaji kuhakikisha kuwa amri zao zinaheshimiwa, hasa kwa kuwa kesi hiyo inamhusu mshtakiwa mmoja tu na tayari imechukua zaidi ya mwaka mmoja. Kisha Tundu Lissu alilinganisha muda unaotumika katika kesi hii na kesi nyingine kubwa zilizowahi kusikilizwa nchini Tanzania. Alitolea mfano kesi ya mwaka wa 1970 iliyomhusu Gray Likungu Mataka, akiitaja kama kesi ya kwanza ya ugaidi nchini Tanzania na kusema kuwa mchakato wake kuanzia mahakama kuu hadi mahakama ya rufani ulichukua takriban miezi 6. Pia alirejelea kesi ya mwaka 1982 iliyohusisha Katibu Gandhi na wengine, akisema hiyo ilichukua takriban mwaka mmoja na siku 17 katika mahakama kuu. Lissu alisisitiza kuwa mifano hiyo ilionyesha kuwa kesi kubwa za jinai bado zinaweza kushughulikiwa ndani ya muda unaofaa. Aliwaambia majaji kuwa kesi yake mwenyewe sasa imefikisha siku 493, muda aliyouelezea kuwa ni takriban mwaka mmoja na miezi minne bila kesi hiyo kukamilika. Tundu Lissu pia alionya dhidi ya hali ambapo maombi ya mara kwa mara ya kuleta mashahidi au kuahirisha kesi yanaweza kuendelea bila kikomo. Alitoa mifano ya kinadharia akisema kwamba iwapo maafisa wa ngazi ya juu wa serikali wangeitwa mara kwa mara kama mashahidi, kesi hiyo ingeweza kuchukua miaka mingi. Aliwataka mashahidi kuhakikisha kuwa mahakama kuu haipotezi mamlaka yake au kuonekana kana kwamba inakubali tu kila ombi linalotolewa na upande wa mashtaka. Tundu Lissu pia alirejelea kesi ya kihistoria ya Jomo Kenyatta, akitaja ukosoaji uliotolewa kuhusu mwenendo wa mahakama iliyoshughulikia kesi hiyo. Aliwaambia majaji kuwa kesi ya sasa ya uhaini ni mojawapo ya kesi muhimu zaidi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hivyo ilihitaji mahakama kuonyesha kuwa inatekeleza amri zake yenyewe.
alihitimisha hoja zake kwa kuwataka majaji kutokubali kesi hiyo iendelee kucheleweshwa. Upande wa mashtaka kisha ulijibu hoja ya kupinga iliyotolewa na Tundu Lissu. Wakili mkuu wa serikali ajuaye aliambia mahakama kuwa upande wa mashtaka umesikia hoja za Tundu Lissu, lakini akasisitiza kuwa mashahidi ni binadamu na wanaweza kukumbwa na matatizo yasiyotarajiwa wakati wowote. Alisema upande wa mashtaka unatambua kuwa bado una mashahidi kadhaa, lakini akabainisha kuwa ukweli kwamba kuna mashahidi waliosalia haimaanishi kuwa kila shahidi lazima awasilishwe katika kila siku ya kusikilizwa kwa kesi. Ajuaye pia alidokeza kuwa shahidi aliyetarajiwa kutoa ushahidi siku hiyo angeweza kuwa shahidi wa mwisho kuhitajika na upande wa mashtaka kulingana na ushahidi utakaotolewa. Alielekeza mahakama kwenye kifungu cha 265 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ili kuunga mkono ombi la upande wa mashtaka. Hivyo upande wa mashtaka ulisisitiza ombi lake la kuahirisha kesi hadi Jumatatu. Wakili ajuaye aliwaambia majaji kuwa kesi itakapoendelea, upande wa mashtaka utaleta mashahidi waliosalia na kumaliza kuwasikiliza ndani ya kipindi cha sasa kilichopangwa na mahakama. Hivyo mzozo ulihama kutoka kwenye suala la ushahidi wenyewe hadi kwenye kasi ambayo upande wa mashtaka unawasilisha mashahidi wake. Shughuli za mahakama leo hazikuanza kwa ushahidi kutoka kwa shahidi mpya wa upande wa mashtaka. Badala yake, mahakama iliombwa kuamua iwapo dharura iliyomkabili shahidi aliyepangwa kutoa ushahidi ilihalalisha kuahirishwa tena kwa kesi hiyo ghafla. Msimamo wa Tundu Lissu ulikuwa kwamba upande wa mashtaka unapaswa kuzingatia agizo la awali la mahakama na majaji la kuleta mashahidi kadhaa katika kila siku ya kusikilizwa kwa kesi, huku upande wa mashtaka ukisisitiza kwa dharura ya kiafya isiyotarajiwa ilifanya kuahirishwa kwa kesi hiyo leo kuwa jambo la lazima. Hivyo majaji waliachwa kutathmini maelezo ya upande wa mashtaka kuhusu shahidi aliyekosekana pamoja na hoja ya Tundu Lissu kwamba kuahirishwa mara kwa mara kwa kesi hiyo kulikuwa kukirefusha mchakato ambao tayari ulikuwa ukiendelea mahakamani kwa mamia ya siku. Upande wa mashtaka umebainisha kuwa bado una mashahidi wengine na umeahidi kuwaleta wakati usikilizwaji wa kesi hiyo utakaporejea siku ya Jumatatu. Kwa hivyo hatua muhimu inayofuata itakuwa uamuzi wa mahakama kuhusu ombi la leo na kitakachotokea kesi hiyo itakaporejea kusikilizwa siku ya Jumatatu. Sasa hivi bado anaendelea kujibizana na majaji pamoja na upande wa mashtaka, na Tundu Lissu bado anang'ang'ana kulazimisha kuwa hili si sawa. Lakini nitaweza kurejea tena na video nyingine niweze kukueleza ni nini kilitokea ama uamuzi gani ulitolewa na majaji. Je, walikubali kuahirisha kesi hiyo au la? Kwa sasa usikilizaji huo umedhihirisha tena mzozo unaoendelea kuhusu kasi ya kesi hiyo ya uhaini, huku Tundu Lissu akishinikiza mahakama kutekeleza amri zake za awali na upande wa mashtaka ukiomba kubadilika kwa utaratibu kutokana na hali zinazoathiri mashahidi wake.